zilizopita tumeondokewa na kiwao mwenzetu ambaye alikuwa anatoka parokia hii, anafahamika kama Teddy ama Teresia, wengi tunamfahamu. Basi sisi wana vijana wa shirika la SPD kwa umoja wetu na kwa utaratibu ambao tulijiwekea, tumekusanya chochote kitu ama mkono wa pole, ambapo namna moja ama nyingine hatukufanikiwa kwenda kuwakilisha kule. Tunaomba kupitia nafasi hii nimwite ndugu Teddy, tumkabidhi mkono huu wa pole pamoja na salamu zetu za pole kutoka vijana wa SPD Tanzania. Asante baba. Karibu kiwao mwenzetu ambaye ni ndugu yake na Teddy. Karibu mbele. Asante. Tutaki kucha sana mambo mengi ambayo yamepita, kusudi tusitoneshe vidonda ambavyo vimeanza kutengeneza kovu. Mimi ni muombe mwekazina wetu kwa niaba ya vijana wote wa SPD kumpatia bahasha hiyo ya pole, ikiwa imeambatana na salamu zetu nyingi sana za pole kwenu na kwa familia kwa ujumla wake, tukiwa tunaamini salamu hizi zitawafikia mpaka huko kwenye familia. Karibu. Asante, na kwa unyongeo ukakae. Nataka hata kumpasene tukafufua mambo mengine. Basi kwa kumalizia hayo machache, mimi pamoja na kamati yangu tuwashukuru sana wote kwa kufika kwenu na kwa kuwajibika kwenu. Naomba isiwe mwisho, maana kwa kweli katika hichi kipindi chote cha miaka mingi ambao mmeniona au mmekuwa mkiniona nikisimama hapa mbele ni zaidi ya miaka 12. Kwa hiyo kupitia nafasi hii pia ni sehemu yetu ya kuwaaga, ili tukaribishe nao wakati uchaguzi utakapofanyika, pate viongozi wengine watakao tufikisha na sisi tupumzike. Msifu Yesu Kristo. Lakini kwako baba padri au kwa mapadri wote, ombi letu tumelitupa kisa tangu kuondoka kwa baba Leo. Kwa kweli ni kama tumebaki yatima. Tunaomba katika nafasi zenu nyie kama wachungaji na walezi wetu msemezane. Tunatamani kupata mtu wa kutukumbatia tena, kwa sababu sisi kondoo bila mchungaji tutatawanyika, na wakati mwingine tutapigizana kelele wenyewe na tutasikilizana. Tunatamani kusikia sauti ya mchungaji. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Mmechoka jamani? Kwani hadithi sasa. Kama umechoka unasema nimechoka. Kama sijachoka unasema sijachoka. Mmechoka? Mmechoka nini? Okay. Mnaanza? Na kimpia? Nataka kwenda nyumbani. Nataka kula nyumbani. Asante kabisa. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi hawa ambao wametuunganisha kwa kipindi chao ambacho wamekuwa kwenye madaraka. Tuwapigie tena. Alafu jambo jema pia ni kwamba ni jambo la kuwa pamoja kwenye nyakati za furaha. Sisi tunapokuja tu kwenye mausoko, lakini wakati kila mwenzetu tuko ametutangulia, kwa sababu sisi mahujaji tuko safarini. Tangulia basi naingia mfukoni na kwa chochote na ratibu mambo yote yaende sawa.
nilimfahamu pia, nilikuwa hapa kama shemashi, nilimfahamu vizuri, na rafiki yake yuko pale William Simamo. Asante sana kwa kushiriki pamoja na sisi. Anafanya kazi Dar es Salaam, lakini ameamua pia kuja na kushiriki na sisi katika matembezi haya ya Emau. Kwa hiyo sasa tunamuombea kila wakati, tunamkumbuka pia kwenye, hata mimi nilipopata taarifa hiyo tunamkumbuka kwenye sala zetu. Na sasa mimi nawaambia tu kwamba leo mnapoenda jioni tunafanya sala zetu, na naamini nyinyi mnasali. Huwa mnasali sio? Hebu mkumbuke tu, mweke kwenye sala zetu basi, kila mmoja aweze kusali kidogo, kuikumbuka ndoto yake. Tumsifu Yesu Kristo. Tutafanya hivyo? Okay, sawa. Sasa wapendwa, nisingependa kuchukua mengi. Tunaombea kwa wale wengine ambao watakuja baada ya hao kumaliza muda wao. Basi tuendelee kuwa pamoja kila wakati. Alafu uongozi uko hapa. Mwenyekiti alipokuwa anaongea uzuri, viongozi wetu wako hapa. Kuna viongozi wetu ambao wengine hamjui, lakini basi watasikiliza na hilo swala watalifanyia kazi, ili tuwepo na mchungaji na tuwepo na nani? Kondoo awe na nani? Na mchungaji, kama tulivyosema. Kwa hiyo msiogope. Ndio tunaambia kwenye masomo yetu, tusiogope, mambo yatafanyika sawa sawa. Na mjaga yatima kwanza, naye Baba yenu wa mbinguni, na wengine basi wakubali kama sisi tu ambao wataongoza. Sasa kabla sijachukua muda mrefu, au nataka kunitupia kwa kidogo, maana unaweza kuongea sana na nani. Basi nakumbuka kwamba niliwatambulisha watu fulani wakati tunaanza misa kule kwa Moroko, lakini nataka kama niwatambue mara moja, kwa sababu huwezi kuchukua for granted vitu vingine, huwezi kuchukua msaha. Lazima pia tutambulishe baadhi ya watu. Kwa hiyo tuna watu pia ambao wametusupport, sio vijana, lakini watu ambao wako nasi. Hebu naomba tusimame kwa pamoja, wale ambao sio vijana lakini wako nasi. Namuona mwenye mweka hazina wa kamati tendaji kia Utatu Mtakatifu kwa Moroko. Tumpongeze tena. Asante sana ndugu yangu. Na tunaona pia kuna watu wengine walikuwa hapo. Sio vijana lakini wakaamua kutusupport kwenye safari yetu. Kwa hiyo watu wako nyuma yetu kutusindikiza kila wakati. Sasa kuna watu ambao sijawaona na mjasikia sauti zao. Naomba tu waje hapa dakika moja waseme, wasalimie, wapungie mkono, alafu tumalize misa tuende dukani. Francis Christopher, njoo hapa. Mungu ni mwema kila wakati. Naitwa Frateri Christopher Nyabuge Mara. Nafanya kazi yangu ya utume katika parokia ya Tokeo la Bwana, na pia kama mlezi wa vijana wa parokia yetu ya Tokeo la Bwana. Kwa hivyo sijikuwa na mengi, niwatakie heri ya Pasaka njema. Tumsifu Yesu Kristo. Frateri Edmund. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Frateri Edmund Somkali. Nimetoka Ofia, lakini sasa nilikuja hapa kwa Otomi. Ninakaa hapa kwa parokia ya University. Mimi nimefurahi kuona na kusafiri kwa vijana katika Emmaus, kwa sababu hii ni mara kwanza kwa sababu polio Pilipino hakuna Emmaus kwa vijana. Asante sana. Frateri, asante Mungu. Shukrani, shida lake ni shukrani sio? Si kuna mcha Mungu pia, sio mcha Mungu sio? Alafu tunasali Mungu. Kamkazia macho, kampenda. Basi naitwa Frateri Charles Mungu. Ni frateri kwa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kimasomo nipo Chuo Kikuu cha Jordani Morogoro.
Nilikuwa nimekuja parokia Morombo kwa likizo fupi huko Mbana. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru na kuendelea kuwatakia mema vijana wote, kwamba naweza mambo yote katika usiogope katika kufanya maamuzi, usiogope katika kujaribu. Hofu inatutenga na Mungu Kristo. Father only pekee only ndio jina lake, sio kwamba na Father tu. Juzi nilimwambia only pekee, akaniambia only sio pekee. Mimi nimesoma Kiswahili only ni tu. Kwa hiyo ukisema Manu tu na wasema Manu only, amerekebisha juzi Kiswahili chako. Msifu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Jina langu ni Abimana Shikon. Nimetoka Indonesia. Najua Namjui mbali sana, bara Asia. Sasa nimekaa pamoja na masista Gema Galgan Kisoko au Mateves, mimi sijui mahali pale kufanya mazoezi Kiswahili, kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili. Kufanya mazoezi miezi mitatu, lakini nimemaliza. Tumshukuru Mungu. Father Krati Kaku Kaki. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre Kaku Manu Kranti. Yeye ni only Manu, mimi ni Kaku Manu Kranti. Nimetoka nchi ya India. Sasa nafanya kazi hapa parokia letu la Utatu Mtakatifu Morombo, wakili paroko hapa pamoja na Padre Boniface. Asante sana kwa sana. Haya, tunaye Father Frederick. Ni mwanafunzi pia wa Kiswahili, kwa hiyo sasa Kiswahili kipya kinaweza kikatoka hapa. Msamiati. Msifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Mimi jina langu ni Padre Fred. Nimetoka Togo. Mnajua Togo? Okay. Sasa mimi ninajifunza Kiswahili. Asante. Sasa tunaye Padre Daniel Otieno. Halafu kwa habari njema tu, juzi tumemaliza mkutano kama wanashirika kule Nairobi. Sasa hivi yeye ni mtu mkubwa, ni makamu mkuu wa shirika. Kwa hiyo akupenda niseme hivyo. Sisi tunadhaniaga na mimi nikimwangalia na kumwambia kichwa chako kina maana na uso. Na uso wako. Lakini nitani si mkamwambia hivyo kama atanikuta. Na maana yeye ni mkubwa. Ataniamisha hata atanipeleka pale. Akamkazia macho, akampea namba, vijana mapendo. Asante sana, mimi nafurahi sana kuja huko na vile vile kuwa na vijana. Sasa nimekaa na vijana mpaka siku hizi hata nimenyooka. Nimewafunza tabia mbaya, lakini hawakuwa mbaya. Sasa huyo alikuwa mtoto wangu wa malezi wa kwanza kabisa.